A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Ndugu zangu, leo nikukaribisheni tena kwa mara nyingine katika mwendelezo wa darasa zetu. Leo kwa uwezo wake Allah jalla jalalu tunaishi na maudhui inayosema sayansi katika Qur'ani sio uchawi. Na katika darasa iliyopita tulizungumza kidogo kwa kugusia namna ambavyo Qur'ani ilivyochambua viumbe, kumchambua kiumbe wa kijini. Imemchambua kiumbe wa kijini, ukweli wa kumchambua. Lakini sio jini tu. Qur'ani imechambua kila kiumbe. Inatambua viumbe wote na kila kiumbe ameelezewa, mpaka akaja akapigiwa mfano katika Qur'ani mdudu. Imagine hivi Qur'ani ije imuelezee sisimizi tena kwa kumpigia mfano katika jambo fulani. Qur'ani tukufu ije iweze kumtolea maelezo, lakini na kumtolea mifano, pengine hata kuwapa kabisa wadudu mbalimbali. Spider-Man au Spider unaita Spider yule mnaita buibui ameelezewa ndani ya Qur'ani, ukweli wa kuelezewa. Sasa unaweza ukajiuliza maswali, na watu hawataki kuuliza maswali wala kufanya tafiti, na hiyo ni tafiti katika Qur'ani kwamba kwa nini Allah amekuja ameelezea nyumba ya buibui. Una habari nyumba ya buibui, uimara wa ile nyumba ya buibui ile wa Spider, nyumba yake ile ina uimara ni mkubwa sana. Watu watafiti wanasema kwamba hata risasi inaweza isiingie pale. Wallah, hata risasi inaweza isiingie pale kwenye nyumba ya buibui. Ni matirio gani hayo? Na ameyapata wapi hayo matirio hayo ambayo hata risasi inaweza isipenye kuingia? Kwa kawaida akili yako unaweza kusema bwana, sasa tunajanganywa au tunadanganywa, sasa watu wazima tuna akili zetu sitetimamu. Kuna namna huwa inafanywa. Lakini wanasema kwamba pia katika tafiti huyu buibui huyu Spider akija akajenga katika nyumba yako, katika nyumba, basi nyumba ina ulinzi ni mkubwa sana kuliko unavyofikiria. Ndio, buibui akija akijenga katika nyumba, basi nyumba ina ulinzi ni mkubwa mno. Kumbuka huyo Spider ambaye ametajwa ndani ya Qur'ani ndio ambaye alitanda pale katika pango ambapo mtume aliingia ndani yake, uwazi wa jua, akaja akatanda buibui. Kwa nini asije mdudu mwingine, au kwa nini asije kitu kingine kikaja kikaweka, aje buibui aweke pale? Katika hadithi mtume sallallahu ameelezea na uzito pia wa namna ambavyo Mwenyezi Mungu anamruzuku mja wake. Yaani riziki ya mtu inavyokuwa inaenda mbio na kumtafuta mtu. Sisi wenyewe ndio hatujui. Unakuta mtu anakuambia maisha yangu mimi ni ya dhiki, maisha yangu mimi ni magumu, lakini wewe maisha yako sio magumu. Umelala, hutaki kusoma, hutaki kujifunza, kila kitu unaona kwamba sasa huu ni ushirikina na ni uchawi. Qur'ani haikuacha jambo, haikuacha chochote. Angalia, riziki ya mtu huwa inamtafuta mtu. Lakini akasema lau annakum tatawakkaluna ala Allah bihaqqi tawakkulihi la razaqakum Allahu kama yarzuqu tayra. Kama laiti nyinyi mngekuwa mnajitambua sasa, mnajifahamu sasa, mnajielewa sasa vizuri kabisa kwamba nyinyi ni kina nani, basi Allah angekuruzukuni. Sasa huko kutokumtambua Mwenyezi Mungu ni watu hawataki kusoma. Wajinga siku zote ndio ambao wanafanya vitu vya kihovyo. Unamkuta mtu anakuambia bwana, hii sigara ni hatari kwa afya yako. Imeandikwa kabisa ni hatari, lakini yeye mtu anaichukua anakuwa anatumia. Unaona? Huu ni ujinga maana yake ambao uliokuwa. Tena unaweza ukawa ni upumbavu. Unaweza ukawa ni upumbavu kwa sababu mjinga akieleweshwa na amesoma, basi kule kusoma kwake kuna muondoshea kwamba yeye asifanye jambo fulani kwa sababu si amesoma. Lakini amesoma lakini anafanya. Huyo ni mpumbavu. Sasa sio yani sio mjinga tena. Kwa sababu mjinga yeye akishaelezwa ni hatari hii usifikie, yeye anakuwa. Sasa sisi hatutaki kusoma. Mtume anasema kama tungemtegemea Allah kwa kusoma vizuri kabisa, kwa kujua majambo, kwa sababu kila kitu kilichowekwa jamani, maana yake hicho kitu kina maana.
narudi kwamba Mwenyezi Mungu ameelezea vitu ndani ya Qur'ani. Hivi vitu hivi havikuwekwa bure bure tu hivi. Hivi vitu vina maana. Siku moja nilikinzana na watu, lakini hawa watu wanasema, shehe, mbona tunafanya vitu ambavyo ni tofauti na Mwenyezi Mungu? Kivipi? Hivi inafaa kutumia majini? Hiyo ni swali huwa linaulizwa sana. Inafaa kutumia majini? Inafaa kutumia majini? Hiyo ni swali ambalo wakati mwingine unaweza ukasema ni la kitoto. Lakini pia swali hili ni swali ambalo liko wazi. Ndio, inafaa kutumia. Je, kivipi sasa? Lakini kwa sharti. Mtume siku moja alifuatwa na watu wawili katika mwezi wa Ramadhani. Mmoja wapo alipokuja akamwambia, Rasulullah, ni kijana, ya Rasulullah, mimi nina mke wangu, je, nafaa kumbusu nikiwa nimefunga? Mtume akamwambia haifai. Moja kwa moja kampa hukumu kwamba haifai. Baadaye akaja mtu wa pili, akamwambia Rasulullah, akauliza swali kama lile, nina mke wangu, je, inafaa mimi kumbusu nikiwa nimefunga? Mtume akamwambia inafaa. Angalia. Sasa jibu hilo maana yake ni kwamba inafaa kumtumia jini, lakini haifai. Naweza kukujibu hivyo. Inafaa vipi na haifai kivipi? Huyu aliambiwa haifai kumbusu mke wako. Angalia nature yake. Ni kijana, pengine kijana wa hovyo. Unaona Haifai kwa sababu muda ule akienda kumbusu anaweza akafanya mambo mengine, kasharibu somo huyo. Lakini huyo aliyekuja ni mtu timamu, ni mtu ana akili, mtu ana busara zake, yuko vizuri, sio mtu moto. Mtume akamwambia inafaa. Kwa maana huyo hata akienda kimbusu mke wake hakuna hatari yoyote itakayojitokeza ndani yake. Sasa wewe ukija ukaniambia, "She, kutumia jini nafaa?" Mimi nitakwambia haifai. Na ndivyo tulivyotoka kwa mashehe zetu. Kwamba hili linafaa, kwambia hili halifai. Lakini mwingine hili linafaa. Naam, linafaa kwa sababu wewe uliouliza wakati huo. Kuna mwingine ana mhemko. Che bwana, nataka ujifunze kwa ili iweje? Sio kila elimu ni ya kujifunza, Sio kila elimu ya kujifunza. Tunaposema ufunue vitabu kwa maana ya kwamba soma. Utakapokuwa umesoma wewe sasa ndio utajua kwamba hili ni baya niache, hili ni ovu, nzuri nifanye. Na ndio maana akasema hawafanani ambao wanajua na wasiojua. Wanaojua huwa daraja zao ziko juu. Haiwezekani wewe uweze kuhukumu jambo huna elimu nalo. Useme kwamba jambo bwana hii ni 6 hii. Ni 6. Wewe mwingine akwambia hii ni 9. Ukikaa huko hii 6, kwa huku mimi naiona ni 6, lakini ukikaa huko wewe utaiona ni 9. Kwa hiyo lazima hapo kuwe kuna. Lakini tukiwa tumesoma kwamba bwana unajua bwana, tunabishana bure. Wewe uko huko unaona hii kwako huko unaona ni 9, lakini mimi nikaa upande huu unaona ni 6. Hapo hakuna mzozo. Lakini baba mtu ambaye ni mjinga, subhanallah, hataki aamini kwamba hiyo sio 6, analea kuambia hiyo ni 9 tu. Kwa hiyo ipo katika mazingira hayo. Sasa ndugu zangu, haya ni mambo ambayo katika Qur'ani yapo. Qur'ani ni science. Qur'ani ni science. Je, science hii ni gani? Ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea vitu mbalimbali katika Qur'ani. Kuna miti. Hii miti ni manufaa yetu sisi. Ni manufaa yetu sisi wanadamu. Tunapokuwa tunaitumia miti hii kama dawa, wallahi tunakuwa tunatoka katika hali ambayo ni ya matatizo na maradhi yanayotupelekea sisi kuangamia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi tuchukue asbabi. Hiyo ni tafiti katika Qur'ani. Mtume ametuhimiza sisi tushikamane na vitu viwili. Tuchukue asbabi, ambayo asbabi hiyo ndio tahadhari. Asbabi ndio tahadhari. Hiyo inaweza ikawa ni asbabi lakini ikawa ni tahadhari. Lakini kitu kingine tuwe na tawakkul kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni sayansi katika Qur'ani. Kivipi? Naam, twende pamoja. Ndugu yangu, katika Qur'ani kuna aya ukizitumia aya hizo Mwenyezi Mungu anakufunulia mambo fulani. Tunakubaliana hilo? Naam, tunakubaliana hilo. Ukiwa umeshika msahafu unasoma, tena unasoma kwa uchamungu na kwa unyenyekevu, ihtisaban, hali ya kutarajia malipo kwa imanan wa ihtisaba, hali ya kuwa na imani na ihtisaba, kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Automatically kuna kitu kitakuja pale. Hiyo haipingiki. Ukiwa unamsomea mtu
kwa nia ya kumsaidia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuna vitu utaviona. Mfano mathalan, wewe uko hapo, mimi kuna aya nikiisoma hapa, kuna vitu vinaweza vikakujia katika kichwa chako. Basi hivyo vitu sio vitu vya kawaida. Sasa kwa kuwa watu wanaishi kimazoea, je, vitu hivi kuna connection gani inayofanya sasa wewe upate mawasiliano kwa mimi huku niliko ninasoma? Au wewe uko, yani tumeachana kidogo na distance kidogo baina ya ulipo na mimi nilipo, sijakushika popote, lakini mimi ninakusomea aya. Lakini ninapokuwa nakusomea hiyo aya, kuna kitu wewe, kuna mawasiliano unayapata. Je, kuna siri gani katika hii hali ambayo inayojitokeza? Sayansi katika Uislamu sio uchawi. Twende pamoja, tutaweza kufahamu mengi kupitia Qur'ani na sayansi katika tiba katika Qur'ani.